Bwana apewe sifa. Nimeokoka, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Hii ni siku ingine ambayo Mwenyezi Mungu amenitendea, amenibariki, na ninamuinua, nazidi kulisifu jina lake. Huyu mwana wa Mungu ambaye ameniokoa, ninamfurahia, namuinua nikisema anastahili. My brother, in Jesus name. Na niseme Kristo agari anaokoa. Na ningependa nishukuru kabla sijaendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kuinua jioni hii ya leo, nalitukuza jina lako mfalme, nikisema unastahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu, wewe ambaye ulikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu. Ninatumbu dhambi zangu zote. Baba wa mbinguni, pokea sifa, pokea utukufu, na kukabidhi huyu ambaye ananisikia. Ninambariki katika jina la Yesu Kristo. Huyu ambaye ananisikia ninamweka kwenye uangalizi wako Mwenyezi Mungu, maana yeye ndio waweza. I pray for peace katika Middle East pale Mwenyezi Mungu. Israel kuna vita Mwenyezi Mungu, na hizi ni vita ambazo Mwenyezi Mungu saa zingine zinatusababisha tuwe na uoga, maana kuna mahali katika maandiko unasema itatokea vita kati ya Israeli na nchi zingine, na wewe hii vita ikizidi ndio utakuja kuisimamisha. The world where we are our Redeemer, it is only you. So I uplift you, I uplift your name, I glorify your name, I exalt you, Jesus. You are worthy, you are mighty. Jehovah, there is no one like you. Through me talk. In Jesus' mighty name I pray. Amen. My brother, nishukue hii fursa kuongea maneno mawili matatu nikiwa mahali niko, hata kama ni ndani ya gari. Nimesikia tu ni rekodi kitu kidogo alafu niweze kuiashiria. Lakini brethren, ninawasihi nyote mlioko duniani, kuna hili jambo, kuna vita ambayo iko katikati ya Israel na nchi ambayo wameshikana hapo. Kumekuwa na vita, na hii vita tunafaa sisi kama Wakristo ambao wanajua Yesu tuombe Mungu hii vita iishe, maana most of the time Wanaisraeli wanatumika na Mwenyezi Mungu kumagnify ama Mwenyezi Mungu kujionyeshana duniani. Sasa ikifika kuna vita kati ya Waisraeli na nchi nyingine hapo kwa boda, inakuwa ni a bit sensitive na ni tricky. Na maana maandiko, kuna maandiko inasema ukiomba, hii ni maandiko, ukiomba uwe unaombea Waisraeli, na yule ambaye akiomba kukumbuka nchi ya Israeli ama Waisraeli wenyewe, Biblia huwa inasema kuna baraka katika hiyo. So kila jukumu, kila mmoja duniani, it is just hiyo ni favor ya Mwenyezi Mungu. Akapenda tu Waisraeli na akawapenda tu watoto wa Jacob. Niseme ni mapenzi tu ya Mwenyezi Mungu. Maana nikisema watoto wa uzao ambao ni blessed, ninasema hali ya Israeli. Sasa tunaelezewa tuombe zote, na Mwenyezi Mungu anasema kuna baraka kwa wale ambao wataombea nchi ya Israeli. Leo hii kuna vita katikati ya Israeli na nchi nyingine hapo, na hii vita si mzuri, maana kila side kukianza kuwa mgawanyiko duniani, kuna wale watasimama waseme ninaunga Muislamu mkono, kuna yule atasema ninaunga Christianity mkono, maana hapa ni kama dini mbili zinapigana. Sasa Wakristo watasimama na Israel, Waislamu wasimame na Muslim. Alafu kuna zile nchi zingine ambazo misimamo yao ni tofauti. Kuna wale watashikania hapa ili waingie katika ile vita ili waangamize Israeli. Na ujue ni gumu, maandiko inasema ni gumu kuangamiza Israeli. Hata wakiivamia dunia yote ikiwa against Israel, hakuna kitu wataifanya, maana Biblia yasema kuna vita hapo itatoka Israeli, na hiyo vita itakuwa kubwa dunia yote, na ndio itakuja wakati wa Kristo kurudi, atakuja kusimamisha hiyo vita. Atakuwa ni wakati wa vita wa Israeli na watu wengine. So
Sisemi Kristo anakuja kwa sababu Israeli wanapigana na nchi nyingine, lakini ujue vizuri kuna maandiko inaongea haya, yanasema vita itaanza Israeli na mpakani na nchi zingine hapo za Muslim. Hiyo vita ikizidi itaanza kwenda hivyo mpaka ishike the whole world. Hiyo ndio maandiko inasema mkiamuka kupiga Israeli, naye Mwenyezi Mungu akiona kama mnataka kuifinyilia chini, Mwenyezi Mungu atasimama akuje atetee Israeli, na kutetea Israeli ni kusimamisha vita hiyo ambayo iko Middle East pale. Kwa hivyo wewe ukiomba, omba ukijua kuna vita, wewe uombe ukijua Israeli iko katika hatari, na sio kwamba ati tunadharau hao ambao wanapigana na wao, lakini kama mkono wa Mungu uko katika Israeli na yeye ndiye aliwachagua, hatuna alternative ya Mwenyezi Mungu akisema full stop. There is no question, there is no adding anything else. So ni jukumu lako wewe uombe Israeli, na ni jukumu langu uombe Israeli kuwe na peace. Let me say this, hiyo vita unaona hapa Middle East, hiyo inaweza stukia within the next 20 days usikie hiyo vita imeenda the whole world, na hii haitakuwa ni mchezo, itakuwa ni serious. Maana hii ikitokea, tunaelezewa sisi wanadamu tutajimaliza na ile hekima uge, kwa Kikuyu tuitaga uge uliohetwo niguo gatuma ugakunina. Neno linasema, nimeongea Kikuyu hapo kwa maana ikiingia Kikuyu nina explain vizuri ile maarifa ama what you have, ile kitu umepewa na Mwenyezi Mungu, hiyo ukikosa kukaa vizuri ndio inakuja kutumiwa na shetani kumaliza dunia. Ama hiyo kukua kwetu, tunajua hiyo maarifa yetu, unaona mambo inaenda. Kompyuta ndio hii iko juu, unakuta kitu kingine, hiyo ni kompyuta ni namba 1, unaenda namba 2, unapata mabarabara yako mazuri, unaenda sehemu nyingine, madege inaruka kutoka hapa kwenda sehemu yote ya dunia, maendeleo. Na hii teknolojia tuko nazo, Biblia inasema katika hizi teknolojia sisi tutakuja kujimaliza na hiyo teknolojia. Leo hii China wako na kitu tunaita nuclear, na ama nisiseme ni wako na nuclear, they are powerful. Russia is powerful. Every continent in the world apart from Africa, ambayo Africa ndio iko na usaidizi ya garau kiasi, hizi nchi zingine zote duniani ziko na ile kitu tunaita powers. Kama ni power ya kuwa na vitu ya vita, Russia iko naye, China wako naye, Germany iko naye, Israeli wako nazo pale. Kila nchi duniani, kila moja ina uwezo wa kufanya kitu moja ama lingine. Sasa hii vita ikianza, nianze kati ya Waisraeli na Wakristo, yani Waisraeli na Muslim, hii vita itakuwa ni kali na hatujui. Maana kuna hii profesa imekuwa ikisema ati kutakuja kitu kingine duniani ambayo hatuelewi. Sasa vile tunanukia na mahali tunanukia sasa, tunanukia katika nchi ya Israeli kuangamizwa. Na ujue hakuna vile Mwenyezi Mungu ataruhusu Israeli ipigwe mpaka imalizike, haitawezekana. So nikikwambia uombe, hatujui ni lipi linakuja hapa mbele. Watu wametabiri mambo mingi na yenyewe yamekuja kutimia. Tusipokuwa na hekima ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu, tutajipata katika shida ambayo tungekubali tu kutii na kuomba Mwenyezi Mungu atuonee huruma, tukose kuwa na baraka ya Mwenyezi Mungu kwa kutochukua tu dakika 2, 3, 4, 5 kulifikiria hili jambo. So pigana vita ya maombi na Mungu juu yako upande wa wetu. Everyone is entitled, haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini ile kitu ambayo ni ya maana ni sisi sote tuombe hapo Middle East, hiyo vita isiendelee. Maana hiyo vita unaona imetoka hapo Middle East hiyo, na sisemi itakuwa nikuambia, naambia inaweza toka vita hapo Middle East, usitukie dunia yote imepigana. Maana kama tuseme tu kwa simple, tuombe nchi ya Israeli ibarikiwe na Mwenyezi Mungu. Brothers and sisters, kitu ya pili, kaa maisha matakatifu ndugu yangu. Anytime ujue unakuaga umebeba kifo. Mimi zile safari nimeponea kukufa katika maisha yangu
Na juu ninakuwaga mgonjwa wakati ninaenda kupatana na hii mauti. I have come, yani nimekuja kuelewa kifo inakuwaga karibu kushinda vile tunafikiria. Maana kama saa hii nimesimama hapa ninaongea nikiwa ndani ya gari. Anything can happen, anything can come. You know, kunaweza kuja tu jambo fulani nikienda na hii gari usikie nimepata accident na for sure nikufe. Na muelewe hii, ukikufa ukiwa haujaokoka, hakika utashomwa na Mungu. Biblia inasema motoni watu watapiga duru milele na milele. Fikiria habari ya milele na milele, uone si mchezo. Milele na milele si kitu ya kucheza. Mwenyezi Mungu akiwa ameamua na akasema atashoma watu ambao hatakuwa amequalify katika ufalme wa mbinguni. Akisema hayo maneno yalitoka kwa kinywa chake, haitarudi kabla haijatimiza vile alisema nitahukumu watu na nitashoma watu. Hilo jambo lazima likirudi, likitimia, lazima litatimia. You like it or not, uwe mrefu, uwe mfupi, na uwe tu kurelax kwako huku. Ujue tu, hata ukirelax tu unajifanya kichwa gumu. There is that in you that inakwambia Mungu atakuja kutuhukumu, lakini unasema nitaenda motoni. Brother, washa kupenda kukaa kwa dhambi ukiwa unangojea utaenda motoni. Motoni si kuzuri. Huo moto hautakuwa mzuri. Na maana unaweza fikiria ati utarushwa na Mwenyezi Mungu motoni, alafu baada ya siku mbili uwe umeshomeka, umeisha. Hakuna kuisha huko. Hakuna kuisha. Ni moto wa milele na milele. Hakuna kuisha. Hiyo moto haitaisha. Itakuwa hivyo milele na milele. Na niwaambie, si kitu mchezo. Wakati mtu anatolewa hapa duniani, kifo ikiwa imekuja, anashukuriwa na mashera na malaika wanne. Wakifika mbele ya Mwenyezi Mungu, wanafika kwa geti, wanafunguliwa na Kristo. Hapo wamefunguliwa na Kristo. Inakuaga sasa, ukiingia hiyo territory, uende uwekwe cell, ama kama sio cell, sasa uende uwekwe paradiso na wale wengine. Na wacha niite kuna mahali nisiite paradise. Although Kristo alielezea mtu ambaye alisulubiwa hapo, leo jioni tutakuwa na wewe. Hapo kunawekwa watu wazuri. Ukikaa maisha matakatifu na ukufe ukiwa ndani ya Yesu, mahali pale utawekwa. Na mnajua mahali pale kuna watu ambao tangu dunia ilipoumbwa, akina Elijah, akina Musa, akina Elisha. Na do you know, sometimes Kristo anakaa na wao kwa round table, anawauliza ni nani mngependa tuweke katika hii nchi awe rais? Ni nani mngependa tuweke katika hii nchi nyingine awe rais? Ni nani mngependa? Yani ikifika hiyo mamlaka ya uongozi wa dunia, unasikia Kristo ameingia na ameita akina Musa, anaita akina Elijah, akina nani, anawaita wote, wanakaa kwa meza moja na wanaongea, wanakuwa na hiyo meeting ya Kristo na hao ambao walikufa akiwa ameokoka, wale walikufa wakiwa manabii, akina Elijah, akina Elisha, akina Musa, akina Nuhu. Wanaongeaga na kisha wanakuwa na uamuzi moja. Saa hii wanasema tutaweka huyu, wakati mwingine watasema hii nchi nyingine tutaweka huyu, hii nchi nyingine tutakea huyu mtu mwingine. Inakuwa namna hiyo. Hakuna cha kuongea ati hiyo si kitu haifanyiki. Hiyo ni makao huwa inakaliwa mbinguni na wale ambao walikufa, akina apostles wote. Kitu yote ikiendelea duniani huwa wanashirikishwa na Kristo. Na huwa wanakaa kwa uamuzi, mnataka tuweke nani hapa? Hiyo ndio serikali ya mbinguni. Na ni ya maana sana ukikaa ukiwa umeokoka. Angalau siku ya hukumu utakuwa hauna uoga wa kuogopa Mwenyezi Mungu. Maana hii mambo tunayafanya hapa duniani yenyewe ni matamu kulingana na mwili, lakini yanakuelekeza wapi? Yanakuelekeza kuzimu. Na nitawaelezea kitu kingine hii. Dhambi ambazo tunazifanya, dhambi zingine si za kifo. Kuna dhambi si za kifo. Na kuna dhambi moja tu ambayo inaeleza goni ya kifo. Na hii ni hii. Wewe umekaa vizuri, alafu umeamua tu ufanye usharati fulani. Sex sin inaitago ya kifo na maandiko. Hizo dhambi zingine, unajua Biblia inasema kuna dhambi ya kifo ambayo inasababisha kifo ndani ya mwanadamu. So the moment wewe unafanya hiyo dhambi ambayo ninakwambia ni ya kifo, usipojua na usipojielewa,
motoni utaenda. Na kitu ingine inalete kitu inaitwa kuhukumu ndani ya moyo. Wale watu wengi ambao nishaisikia wananiambia, oh, mimi nilifanya usharati nikatoka tu mara moja, na kutoka siku hiyo sijawahi kuwa na peace. Now do you know, mpaka kutoka wakati huo mpaka wakati huu hutakuwa na peace kama ulitenda ukiwa na Roho Mtakatifu. Na niende hapa in advance, ni advance kitu ingine hapa, na sio mimi, ni maandiko. Kuna watu ambao wameokoka na wamewekwa muhuri na Yesu Kristo, ni waokofu, na hawa hawajanena na Roho Mtakatifu. There is that number. Kuna huyo Roho Mtakatifu ako ndani ya mtu na hajanena na lugha, but you know in yourself uko na Roho Mtakatifu. Washa ku grieve the Holy Spirit. Don't grieve the Holy Spirit. Hiyo tu ndio inaweza kuwa shawishi langu, kwa sababu watu wengi wana grieve Roho Mtakatifu alafu wanaona mambo kama ni kawaida. Na niwaambie, sio kusema ati sisi hatuonagi mambo mazuri. Hata sisi huwa tunaona wamama, lakini ukihesabu gharama ya kule umetoka na kule unaenda, unaona yote ni bure. Suleiman alioa wake wengi, na Suleiman huyu ndio aliulizwa na Mungu, ungependa nikupe nini? Akaambia Mungu, ningependa unipee hekima ya kuongoza hao. Naye Mwenyezi Mungu akamwelezea, nitakuongezea. Mpaka ile kitu hakuwa ameomba alipewa. What I say, brethren, watu wetu, nyinyi ambayo mumeokoka, kaeni kwa utakatifu. Na nyinyi ambao mnajiharibu, mujiharibu kabisa, msirudi nyuma. Na yule ambaye ameonewa neema na Mwenyezi Mungu, ama anageuka anaangalia msalaba aokolewe, aokoke. Kaa kwa wokovu vizuri. Dunia tunayoishi, dunia hii tunayoishi, in fact Kristo wa saa hii anakaa sio kama, unajua, pale Old Testament kuna wakati mtu kama Elisha ageongeleshwa leo alafu akae kama miezi 6 kabla hajaongeleshwa na Mwenyezi Mungu tena. Sasa ile kitu ninapenda kuhusu Roho Mtakatifu, ukikaa vizuri kwa Roho Mtakatifu, in fact atakuwa anakuongelesha kila siku. Ukikaa vizuri atakuwa anakuongelesha kila siku. Lakini pale Old Testament akina Musa na akina Elijah, akina Danieli, akina nani, ageliongea leo alafu amalize miezi 6 kabla hajaongeleshwa na Mwenyezi Mungu tena. Leo hii Roho Mtakatifu anatuongelesha in a daily basis. In a daily basis. Tamani kuwa na Roho Mtakatifu. Tamani kukaa maisha matakatifu. Brethren, na mtamani kufanya biashara ambazo ni halali. You know, people are calling each and every person anapatana naye kwa barabara. Nikisema hivyo ninasema maana hii ni kitu imekuwa ikiendelea. You know, kuna video moja nimeona mzungu fulani ameongea, nimewekewa kwa WhatsApp na mtu tu ambaye ako kwa namba kwa phone, yani tuko naye mitandaoni. Mzungu moja akiwa anaongea, akiwa kwao anasema the most corrupt nation in the world is Kenya. And indeed, it seems as if ni kweli. Maana ukiangalia siku ya leo, mpaka mtoto mdogo anaanza kulia hapo na unataka anyamaze, unampea pesa, ananyamaza. Sasa ukipea huyo mtoto pesa namna hiyo alafu anyamaze, niambie huyo mtoto akiwa mtu mzima atakuwa mtu wa aina gani? You know, tuko na kibradha kagu mwingine hapa wa my sister. Anaamkaga saa 7 ya usiku ama saa 6 anasema, I need soda I need soda Akianza kusema I need soda, nani anasubua kila mtu. Kaeni vizuri kwa Yesu watu wetu. Maana huu ufalme ambao tumewekewa na Mwenyezi Mungu, hakika ametupea ufalme na ni wa kweli. Please, kaeni maisha matakatifu. Na mkikaa maisha matakatifu, Kristo yuko upande wenu. Kristo yuko upande wenu. Atawaonekania, na mbarikiwe sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nabariki mwenye kunisikiza. Father, in Jesus mighty name, I bless every ear that inanisikia. Sauti ingie ndani na Kristo ufanye kazi kupitia hii sauti, katika jina la Yesu Kristo. Brethren, nimejionea watu wametendewa miujiza kupitia hii platform. Na huwa ninapenda kurudia tena na tena, na huwa napenda kutoa testimony. Kama kuna mtu tuliomba naye jana,
jana kama saa 5 hivi, na saa 5 tulikuwa amenunua shamba mahali, akakoniwa na mtu shilingi milioni 1. Sasa huyu mwenye kumkon alikuwa ameuzia hiyo shamba mtu mwingine. Sasa huyu kwenda kuangalia akapata already ni kama shamba iko na mtu mwingine, na wakaanza makesi. Sasa mwenye kumuuzia, yule ambaye alimuuzia akawa haogopi. Naye huyu mama nikamwambia, alikuwa ni mama, alinipigia jana asubuhi, nikamwambia situombe Mwenyezi Mungu akuonekanie. Tukaomba na nikamwambia tuitishe malaika akuje ili aendelee na hiyo kazi. Nikaambia huyu mtu tuombe ili malaika akuje aingilie hii kazi aifanye. Mimi tuliomba na huyo mama, milioni ni 1. Na ujue ni yule mpaka yule alimuuzia shamba hashukuagi simu yake, hamushukuri. Tukaomba, nikaitisha malaika na nikasema Mwenyezi Mungu, maana utumishi wa malaika huko katika Kristo, tuma malaika naende asimamishe lile jambo na aongee na huyo mtu mpaka amsukume. Huyu mama ananiambia tuliomba jana kitu saa 5, saa 11 ananiambia kitu saa 11 yule jamaa alimpigia simu, akawa ni kama amesukumwa na msukumo fulani. Tuaminiane, tuamini. Tukisema Mwenyezi Mungu atatenda hii, tuombe. In fact anatenda. Na unajua ni kwa nini anatenda hii mambo yote kwa watu wote wengi ambao tunashirikiana na wale ambao mnashirikiana na wao? Ni kwa sababu anataka injili ya ukweli inuke. Na hainuki tu kupitia mimi Evangelist Martin, inainuka kupitia wewe. Na unaona hii ni moto ya kupatiliana. Inuke kati ya wewe ambaye umesikia, wewe ambaye umetendewa. Ukijua umetendewa, hata naye umepewa kibali na Mwenyezi Mungu ya kuombea huyo mwingine. Sikia hii. Jana kuna madam mmoja alinipigia bado simu na akaniambia, tuliomba na wewe na mimi nikatendewa muujiza huu immediately baada ya siku 3. Naye huyu tuliomba naye alikuwa msichana, ndugu yake ni yule mtu akishika tu kitu. Unajua kuna watu wengine hata ukimpea tu kitu ashikilie, ama awe naye kama siku moja, tuseme kwa mfano mpe mtu simu yako, mwambie kaa naye alafu utanipatia nikitoka kwa hii kitu, maybe umeingia mahali kwa michezo, umeingia kwa hospitali, umeingia mahali, unaashia mtu simu hapo na ni mtu mzima, within 30 minutes ama 20 minutes ameharibu kitu. Kuna wao nao kuna ule utampea baiskeli ya endeshe, ni within some minutes anakuletea, anakuambia baiskeli yako imefanya ABCD. Kuna wale watu wanakuaga na hiyo shida. Sasa tukaomba na dada moja jana, tulipoomba na yeye leo akanipigia simu, sijui ilikuwa leo, akaniambia mimi niko na brother yangu huwa anavuja vitu, unastukia ameshika sahani, ameshika glasi, bahati mbaya tu inatokea inaaguka, anavuja. Sasa halo, sasa anasema nini? Huyu mama akaombea ndugu yake huyu ambaye anavujanga vitu. Juu aliniambia, yani just imagine, ndugu yangu anakalia kiti tu for no reason, inafujika. Ana hiyo mazoea ya kuvuja. Sasa akaniambia tuliomba na yeye. Si nilielezewa na Evangelist, tumeweka moto umeanza. Huyu alikuwa ni msichana tu. Moto umeanza yeye na yeye alipoona ametendewa, akashika brother yake akawekelea mkono. Kamwambia ngoja nikuombee hii roho ya kuvuja vitu, inaaguka tu vitu inaharibika ikiwa kwa mikono yako, ishe. Na waliomba. Na baada ya huyu madam kunipigia simu baada ya wiki kadhaa, akaniambia kutoka siku hiyo my brother hajapasua kitu. Hii moto ni unajua kuhubiri injili na kufanya evangelism ni kama kupatiana ile kamote ile tunaendaga lile, tunaitaka mashindano ya lile. Huyu watu kama 5 sijui wanakuaga wangapi, wewe unakimbia unapatia huyo naye anapatia huyo anapatia, tupatishane, tubadilishane ama tu forward this. Na kuforward injili ya Yesu Kristo ni kuelezea watu dhambi ni baya, ni kuelezea watu waokoke, ni kuelezea watu kwa Mungu hakujaja, ni kuelezea watu uzuri wa Mwenyezi Mungu. Na niwaambie kitu kingine, brethren, hata kama uko na shida ya aina gani, hata kama unapitia matatizo ya aina gani, maybe umekosa mtoto, mwingine ananiambia nimekosa bibi, mwingine ananiambia nimekosa bwana, mwingine ananiambia watoto wangu,
Yani mpaka wengine wanakasirika, wanauliza Mungu, kweli Mungu unakuaga? Sasa niwaulize, kama shida ni ya hapa duniani, maybe mimi nataka pesa hasikuji, maybe mimi nataka nikae hivi na ninashindwa, maybe ninataka ninajaribu kufanya hii biashara inaaguka, wewe unaona kama Mwenyezi Mungu ndiye anakufanyia hii mambo yote? Hapana. Mwenyezi Mungu, Biblia inasema Mwenyezi Mungu haezi akakujaribu. Yule mtu huwa anajaribu mtu ni shetani, na huwa anaomba ruhusa kutoka kwa Mungu. Sio hivyo tu. Sasa wakati wewe umefanya biashara yako unaona ni kama umelemewa. Unajua nimeona hii. Mahali unafanya kazi unateswa, hakuna mtu anakupenda. Na yenyewe kazi unafanya. Kuna mwingine ndio unapewa pesa, lakini ile kazi unafanya ni mzito. Unashindwa yeye utatokea wapi? Yaani hata ukitoka jioni tu ukienda tu kwako kwa nyumba, kukula tu ni kulala na mwili imeshoka. Njua hii, kama umekosewa na mtu ama umekosewa na bwana, bibi, watoto, sijui nani, serikali, sijui kanisa, mara mkubwa wangu, mara nani, kama wamekukosea, jaribu sana usiigize Mwenyezi Mungu katikati ya hiyo mambo. Maana kuna mtu aliniuliza, kwa nini Mungu ananishukia hivi? Sasa nitakwambia Mungu amekushukia. Uniambie Mungu amkushukie. Ndio Biblia inasema God loved Jacob and hated Esau. The one who hated Esau that quoted in the Bible. Ndiye huyo Esau alipewa na Mwenyezi Mungu na akabarikiwa. Esau ndiye huyo. Tunamuona na mafuta na Middle East na wapi. Na what do I say? Kama kuna mambo umepatana nayo haendi vizuri, mambo hayo sio Mungu anakuletea. Mengine ni shetani mingi analeta shetani. Na unakasirikia Mungu. Sasa Mungu anauliza, mimi nimewakosea nini? Wewe unakosana na ndugu yako, wewe unakosana na your father, maybe ni uncle, maybe ni your sister brother. Mkikosana na unaona kama utendewi haki, maybe ni yule kama mimi nilikuwa nafanya kazi ya hapa na pale, kazi ambayo hasina pesa mingi. Sasa unakaa wakati umenyamaza ukiwa peke yako, unajua hauna miru ya kesho, unaigiza Yesu Kristo ama unaigiza Mungu katika hilo. Hakuna mahali Mungu amekosea. Na kuishi kwetu kwa dhambi, kuishi kwetu na dhambi mingi, ndio kunasababisha Mwenyezi Mungu akose kuwa katika area zile tuko. Maana ona hii, Wanaisraeli walipokuwa wanaenda katika hii safari ya kutoka Kanaani kwenda Misri, kutoka Misri kwenda Kanaani, walikuwa wanaongeleshwa na Mwenyezi Mungu kila saa. Ona manunguniko waliokuwa nayo, mara wanasema afadhali tungerudi Misri, tungerudi Misri tuende tukafanya ile kazi tulikuwa tunafanya na tuwe tunapewa chakula. Sasa angalia, wakanungunika mpaka Mwenyezi Mungu akaona wamenungunika sana, akaanza kuwapatia chakula kutoka mbinguni. Wakanungunika bado, wakaenda hivyo, wakaenda na Musa, wakafika pale kwa maji. Walipoona Wafilisti wamekuja, wakasema, sasa Musa, umetutoa kule tulikuwa, sasa wewe ulikuwa unataka tufuate tukuje tumaliziwe hapa na hao Wafilisti. Sasa naye Mungu akaelezea huyu servant, waambie Waisraeli ambao wanaona leo hawataona maishani mwao. Unajua hawakuwaona tena, maana wao walivuka mahali maji ilikuwa imetengeneza njia, ukuta upande huu, na wakakiwa katikati. Musa akauza hiyo maji ikarudi. Wa Misri wote walibebwa na hiyo maji. Brethren, tusishukue tu mambo msaha. Washa kuigiza Mwenyezi Mungu katika ya mambo ambayo unayapitia. Ninajua unayapitia mangumu. Huyu ni mama, amekosa mtoto, ameolewa na amekuwa na ndoa mzuri sana, na anamekosa mtoto. Sasa saa yote badala akasirike, anakasirikia Mwenyezi Mungu. Kasirika juu ya jambo lingine. Maana Mwenyezi Mungu umukasirikie, ukose kumkasirikia, ataremain the God, ataremain. Na hakuna wakati atabadilika aashe kuwa Mungu. Yeye ni Mungu tangu mwanzo na atabaki akiwa Mungu. Ukasirike, ukose kukasirika, hasara na hasira ni zako. Ile kitu mzuri ni kukubali, usubmit na uende kwa Kristo. Yale ambayo unaona hauna, omba, zidi kwa maombi. Siku moja tulikuwa na msichana hapa, alikuwa disabled, na ni ushago tu akawa disabled. Akiwa disabled vile yako, kuna guo ya aina fulani alikuwa anatamani. Na mniruhusu nikunywa maji hapa na chupa. Hapa ni kwa gari, sina glass. Sikia. Huyu msichana alikuwa mlemavu. Na akiwa mlemavu,
alikuwa na sister yake mkubwa ambaye alikuja hapa Nairobi akatafuta kazi ya maid. Akaajiriwa na akanunua maguo. Na katika hizi maguo ni kuelezea hivi, yule msichana ambaye ni mlemavu wako ushago, maishani mwake akiwa mtu mzima, ile nguo alikuwa anatamani kuvaa ni nguo inaitwa velvet. Sasa huyu msichana wao mkubwa akaja hapa Nairobi akaajiriwa kazi ya maid. Alipoajiriwa kazi ya maid, akanunua suti ya velvet, skirt na jacket juu. Skirt suti hizo mzuri ya velvet. Alipoinunua akaivaa akiwa hapa Nairobi. Alafu akaona sasa imemshokesha. Akikuja akienda nyumbani akakuja hizo nguo na zingine apelekee dada yake yule mlemavu ambaye ako nyumbani. Naye mwenye mlemavu ambaye alikuwa nyumbani alikuwaga na ombi moja ambalo alikuwa anaomba muda mrefu. Mwenyezi Mungu, ninatamani nivae tu nguo ya velvet. Hiyo ndio nguo ambayo ningetamani kuvaa. Sasa huyu akiwa hapa Nairobi akabeba maguo akaenda nazo ushago. Na ujue ombi la huyu msichana disabled ni kuvaa velvet. Haikuwa serious, lakini ni ile kitu unatamani. You know, finally alipelekewa hiyo nguo na sister yake na ilikuwa Saturday. Akafurahi the whole night. Baada ya kupewa hiyo nguo, alifurahia the whole night. Na asubuhi Sunday akaamuka akaivaa na akaenda kanisani kama kawaida. Lakini alikuwa na ulemavu wa aina fulani. Huyu msichana aliporudi nyumbani jioni, na hiyo furaha ya kuvaa velvet, alikufa jioni usiku huo. Nataka kulete nini? Mambo ama vitu ambazo zinasababisha tumkasikie Mwenyezi Mungu zinaweza kuwa za baraka na zinaweza kuwa za laana ama hasara. Maana huyu mtoto alikuwa anasema ninatamani tu nguo ya velvet. Mwisho wake ulikuwa hapo. Alipoletewa hii, alivaa siku moja na the following day akakufa. Ni nini hii ambayo imekufunga leo hii? Ati ukipata ndio unasema ndio mwisho. Just imagine hiyo labda ndio itakuwa hasara kwako. Labda ndio itakuwa laana kwako. Maana nasikiaga watu wengi wakisema, "Hii wakati mtoto wangu ataoa nitafurahia." Unaomba miaka yote. Na for sure anakuletea mtoto hapo, anakuletea msichana hapo, na anasema dadi huyu ndiye nataka kuoa, mamu huyu ndiye nataka kuoa. Sasa akioa juu ulikuwa unaomba tu aoe kijana wangu aoe, alafu akioa amekuja kwa nyumba. Sasa umeanza maisha ingine, mtoto wako ako na bibi ama ako na bwana, ameolewa vile ulikuwa unatamani. After that ni nini ingine unataka ifuatilie? Kuna mambo ambayo tunajishikilia kama sisi wanaume. Mwanaume akiwa hajanunua gari hasikiagi akiwa complete. In fact, mwanaume yote unaonaga duniani, labda huko kwenu wao wenu, wote duniani hakuna yule hatamani gari. Naye wa mama wetu, ile kitu anatamani sana maishani ni mtu anunue, awe na ploti ajenge. Bwanangu anunue ka ploti tujenge. Hiyo tu. Sasa swali ni, after kujengewa ploti, alafu baada ya kuolewa ama kuoa, alafu sikia hii, usaidiwe na Mungu the uzito ule ambao wewe huwa unachukua kuhusu ile kitu unatamani. You know, huo uzito uko naye. Maana ninasikiaga mtu mwingine akiniambia, "Hey, angalau nipate bwana. Nipate bwana. Maombi nataka bwana." Wanaume unajua wengi hawaongeagi. Lakini hata vijana nikiangalia, nipate bibi mzuri. Nipate bibi mzuri. Baada ya kupata bibi mzuri ama kupata bwana mzuri, after that ni nini? Ndio nataka kukuletea hii balance. Usiwe na tamaa ya usiwe na upendo wa kuwa na kitu fulani in a fashion that haiondokagi kwa mafikirio yako. Hiyo kitu ambayo huwa unatamani na ungependa Mwenyezi Mungu akupee na haitokagi kwa mafikirio yako, ishuge sana, maana ikikuja katika maisha yako, chances zako za kuondoka duniani zinakuaga very high. Na ni kitu
ufanye research uone. Kuna mtu atakwambia mimi huwa ninatamani niwe na plot. Ninatamani niwe na plot. Nijenge kwangu. After that, unajua kuna ile unajua Biblia inatuambia Mwenyezi Mungu ametupea chakula na ametupea mavazi. Sasa kama Mwenyezi Mungu anakupea chakula na anakupea mavazi, anakuvika, ni nini kingine unaweza uliza Mwenyezi Mungu? Anakupea kitu ya kukunywa, ndio. Anakupea kitu ya kukula, ndio. Anakupea mavazi, ndio. Amekupea mahali unakaa, ndio. What else na wewe utauliza Mwenyezi Mungu? Unajua sisi ndio tunakuwa na shida. Maana hapa duniani mtu anatamani hii kitu ina fashion. Nikiolewa tu, nikioa tu. Hiyo kitu unaweka laini ya mbele hauiashirii. Inakuaga ni laana kwako wakati imekuja. Do you know why? Maana wakati ulianza kutamani uliweka full stop hapo. Yani inakaa wakati unaongea unatamani hii kitu sana mpaka unaelezea Mwenyezi Mungu si unipee ploti. Mwenyezi Mungu si unipee bibi. Ninaamini huwa ninafikiria nitakuwa namna gani. Kuna hii kitu hii ambayo unapenda sana, unataka Mwenyezi Mungu akukabidhi akupee. Ishuke sana. Maana ikikuja katika ile hali yako unaitamani naye ama vile una desire hiyo, ukiiona tu mikononi mwako, for sure inaweza kuwa ni laana kwako. Na nimejionea mtu anatengeneza mali, anafanya kazi muda mrefu, alafu ghafla ndio huyo amenunua the best vehicle of desire yake. Akinunua hiyo desire yake, hiyo gari inaenda, badala iwe mzuri, inaenda inamzubua mpaka anasimamisha mahali, hiyo zero inaisha. Ile kitu unatamani, shunga sana isiwe ndio break yako ya maisha. Maana wengi wanafanya namna hiyo. Na hii unaona, mtu anasema Mungu ukinipea mtoto nitakushukuru maisha yangu yote. Mmoja tu. Naye Mungu akikupea inakuwa ni sawa. Unakaa mtoto anakuwa mtu mzima. Anakuwa na tabia zingine, unaanza kuuliza Mungu, huyu ndio ulinipea? Hiyo fashion ni uko naye ya kupenda hiyo kitu ambayo unaipenda. Minimize. Hiyo zeal, hiyo upendo urudi chini, uwe na kiasi. Tunaitaga average. Kama ni 50 iwe 50-50. Lakini mpaka watu wengine, kuna mtu amenipigia simu akaniambia, unajua mimi sipendagi bwana wangu. In fact nasikiaga simpendi. Tunakaa na yeye lakini simpendi. Sasa nikawa nashindwa. Isipokuwa ni vile hajui 90% ya wale ambao wamewana juu ya kukaa pamoja, kuna kaaga asifu hakuna mapenzi iko hapo katikati. Lakini huwa unajua kuna mapenzi ukiondoka, maybe uende ukae mahali kama mwezi mzima, maybe mtu huyo aende mahali kama hospitali, alale hospitali. Hapo ndio mtu huwa anajua kuna tofauti na kuna kuanga na upendo ndani ya wawili ama ndani yenu. Saa zile mmoja ameenda amekaa kama mwezi mmoja, miezi mbili akiwa hayuko huko, ndio unajua kuna kuanga na upendo. Sasa hii ya kuniambia mimi niko na bibi na simpendi, hata wakati tuko na yeye mimi simuonangi kwa nyumba, hiyo ndio game ya marriage. Na si game inakuaga hivyo. There is no way utaoa huyo bibi unataka ama huyo bwana unataka, alafu hiyo kila siku tu ni kucheka na kufurahi. Hapana, kuna wakati mwingine serious. Unaingia kwa nyumba mpaka unakaa kama siku 3 huongei. Bibi naye ndiye upande ule mwingine anakaa siku 5 haongei. Washani kupenda maisha yakae kama vile tunaionanga kwa movie. Unajua kuna hizi mnaitanga movie, inaitwa akina movie zingine zina act kitu kingine mpaka unakosa kuelewa. Mtu ni maskini lakini mahali anaaktia kwa kuact unashangaa. Kristo usimshukue hivyo, ati umshukue tu. Kristo wako na protocol, sio umshukue tu. Kiasi. Unajua mimi huwa napenda naguza huku na huku, naguza hii na hii. Kwa sababu saa zingine wakati ninaongea maneno haya, kuna jambo utapata hapo katikati likuguze na Mwenyezi Mungu alitumie. Alafu mjue kitu kingine. Wakati ninaongea, wakati unasikiza hiyo video,
kuna kuaga na power of God between me and you and between God and you. So wakati wewe umefungulia hii video ukiangalia, kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu anaenda akitia muhuri katika moyo wako wakati tunasemezana. Maana kuna huyu jamaa alikuwa anahubiri hapa duniani, alikuwa anaitwa T.L. Osborne. T.L. Osborne alijaribu mambo mingi ya kuhubiri akina India na wapi, akashindwa. Akarudi nyumbani akiwa frustrated na akasema sitaenda kuhubiri injili tena maisha yangu. Akarudi kwa nyumba na akiwa na bibi yake huyo Desi, wakakaa. Lakini siku moja mwisho wa mambo akiwa ameshoka, kukakuja mkutano wa injili karibu na kwao. Akatokea tu nyumba yao kulingana na vile alikuwa ameandika. Akaketi kwa mawe, aliketi mahali kwa mawe nyumba yao. Na kulikuwa na uwanja, kuna mtu alikuwa anahubiri. Hapo ndio mtu anaitwa T.L. Osborne alisikia Mwenyezi Mungu akitumia nabii ambaye alikuwa anahubiri kumuita. Akasema kuna mtu amekalia mawe huko mwisho. Kuna mtu amekalia mawe pale mwisho, anatakikana na Kristo. Nabii akasema wewe umekaa hapo wewe na uko frustrated, ulikuwa umeenda kuhubiri wapi na wapi. Akadecide T.L. Osborne akaona kweli ni mimi naitwa. Yenyewe aliamuka na akaenda mahali pale. Anasema T.L. Osborne alisikia lugha zaidi ya 60 hapa juu yake, na akaelezewa na Mwenyezi Mungu ahubiri injili. Jambo ni hili. Wakati T.L. Osborne aliitwa na Kristo, huwa anasema wakati moja asubuhi aliamuka, ilikuwa 6, akaona Kristo amesimama kwa miguu ya kitanda yake, amesimama tu hapo, amemwangalia. Hata hawakuongea. Kristo hakunena, alimwangalia tu na akaondoka. Do you know, kuangaliwa tu na Mwenyezi Mungu bila kuongea jambo lingine, umebarikiwa. Kristo kukuja tu kuapia mahali huko, umebarikiwa. Na do you know, kuna mtu ambaye anabebana na malaika, anaendaga na grupu ya malaika, akikukaribia tu na akubariki, umebarikiwa. Mimi nasemaga hivyo juu ninajua. You know, utaangalia mtu hivi uone mtu amepewa malaika na Mungu, analindwa na malaika. Ukimwangalia vizuri, unaona hako na malaika kadhaa ambao wamemweka guard hivi, wamemlinda. Na haikuagi bure. Hawa malaika unawaona wakiwa na mtu huyo, wanakuaga kasi. Hawa sio wakukaa kama bodyguard wetu hapa ati babauza. Hawa malaika wana nguvu. Ni mtu anaweza tikiza dunia hivi yote akiwa peke yake. Sasa Mwenyezi Mungu anatupea kibali. In fact, ngoja niwaambie, there is no anything impossible in this world before God. There isn't. Hakuna. Kwa hivyo kama unataka kukaa kwa utakatifu, ujiashirie kwa Mwenyezi Mungu, hakika atakukabidhi huo wokovu. Kama unataka kusikia Mwenyezi Mungu akinena na wewe, usubmit, hakika atakunenea. Kama unataka kuona miujiza ya Mwenyezi Mungu ikitendeka, hakika utaiona. Bora tu uamini na usubmit na ukwame hapo, usiende. Lakini hii yetu ni shida. Unaamini leo, baada ya siku kadhaa tena umeremewa, unarudi nyuma, unataka hii na hii. Na just imagine, hebu fikiria ukienda motoni kwa sababu ya change ya gari ya shilingi 30. Unakataa kupatia mwenye gari pesa yake, umebebwa 30 bob. Pengine unaingia kwa duka unarudishiwa pesa mingi na unaenda nyumbani. Sasa nimejionea watu hapa Nairobi, ukiangalia ile biashara anafanya na ile mambo amefanya, unakosa kuelewa. Maana there is no way nitafanya kazi na ni ya mikono hapa, ninafanya kazi ya mikono. Maybe mimi ni food wa food. Alafu baada ya miaka 2 uniambie umejenga nyumba ya ghorofa, ama umejenga nyumba ya zaidi ya milioni 5. Miaka 2 tu umefanya kazi hapa, ninaona ukishukua hivi na hivi na hivi, alafu within 2-3 years unajenga nyumba kubwa. Kuwe hapo kuna biashara halali hapo. You know, tunachagua watu hapa. Unachagua maybe ni MP ama kansora. Huyo kansora mmemchagua hata akiwa anakaa room 2 na wakiwa na mtoto na bibi. Wanakaa bedroom 2 ama 1. Hiyo ni ikienda sana ni 10,000. Alafu ghafla amechaguliwa kitu fulani within a period of 2 years amejenga nyumba kubwa sana na amenunua kiwanja mahali prime. Kweli hapa hiyo pesa ni ya ukweli? Pesa hiyo ni halali kuongea ukweli? Ninauliza na si kwa makosa.
Watu wamekuwa ni waizi. Watu wamekuwa hawana mwelekeo. Watu yani kila kitu tu unapata unaiba. Kila kitu tu unaiba. You know, there is no way. Utafanya kazi hapa uniambie ati wewe umeajiriwa unapewa pesa alafu within a period of 1 year tukienda miaka 2 tumekuchagua hapa alafu unaniambia unajenga nyumba ya milioni kama 10 alafu unanunua kiwanja unaniambia ati umekopeshwa na serikali. Kwani serikali haikuagi na mahali pengine pa kupeleka pesa? Na sinani hivi kwa ubaya. People of Kenya, na ninawasihi tubadilisheni mienendo yetu. Kama uko na watoto na unataka waishi maisha mazuri na wewe unajua unakuranga za wenyewe, wachana na hiyo tabia baya, ubarikiwe. Wewe hakuna vile utakuwa mwizi alafu ulee watoto wako na pesa ya wizi na hiyo pesa idumu kwa nyumba yako. Haitawezekana. Unafanya mambo tu kishinishini na unajua ile kitu hakika unafanya ni dhambi. Hakuna mahali itaenda. Hata haitoki kwako. Hapo kwako tu ndio itarudi. Na hebu nikuambie, unajua Kristo akisema anatupenda, sio kana Kristo ni mjinga. Kristo si mjinga. Akisema anatupenda, anaamini hivyo anasema. Sio kama mwanadamu. Naye akisema kuna hukumu, hivyo anamaanisha ni hivyo, kuna hukumu. Akisema nitashoma watu, hiyo anasema atashoma, hakika atafanya. Nikiangalia yale mambo yanaendelea duniani, ninashangaa. Huyu mtu anaoa, unapata watoto 3, unawalea wanakuwa watu wazima, alafu sasa unagojea kukufa. Maisha yako umesikizana na Yesu? Nikiongea haya na ninawaelezea tena na tena, moto wa injili uendelee. Moto wa injili uendelee. Ukibarikiwa, Mungu akikutendea miujiza, hiyo imesababisha tu, hiyo umeiona inasababisha hata na wewe uamini. Unaweza wekelea mtu mwingine mkono na muombe na atendewe na Mungu. You know, ninaongea habari ya mambo ambayo yanatendeka wakati tumeomba katika hii platform. Na ninafurahi. Mwingine amenipigia simu akaniambia, mtu fulani amekataa na pesa yangu mpaka leo asubuhi amenidanganya. Tuliomba na yeye last week, nikamwambia ngoja malaika aende mbele uitishiwe pesa. Yule mwenye kumtumia pesa anamdanganya. Malaika ndiye huyo ameteremka. Mpaka huyo jamaa anapiga simu anamwambia, mimi nimekaa sana na pesa yako. I'm very sorry. Well, kama Mungu anafanya kazi ni wakati huu. Wakati huu ndio Kristo anafanya kazi ingine ya maajabu duniani. Na tafadhali wewe uwe mmoja wa wale ambao Mwenyezi Mungu anafanya kazi kupitia wao. Inakuwa ni ya baraka wakati Kristo anafanya kazi na wewe. Do you know? Unajua saa zingine na ninaambianga hivi, mnaona kama ni kucheza ninacheza. Kuna wakati utakaa usikie mwili yako imeongezeka na umenona. Na ukijaribu gym, maybe mwili yako inakataa. Juu wengine wakati gym ukiwa kama huko na ranks ziko na shida, inakuwa ni shida. Sasa unakaa unaambia Mungu, haki Mungu, nataka tu unitendee haki. Hii mwili yangu imekuwa ni mzito, mimi ni mkubwa kimwili. Si unitolee huu uzito, uniondolee hii uzito kidogo. Do you know Mwenyezi Mungu anasikia? Anakuondolea huo uzito pole pole. Wacha tuseme gym pole pole. Hiyo ndio kiwango ya imani ambayo iko ndani yangu. Tukikutana na mtu nimwangalie hivi kwa mawazo yake, nimuone mbele, nimuone ile njia anataka kunikujia. Huwa ninaelezea Mwenyezi Mungu na ninanenea the spirit ya huyo jamaa wakati tumeangaliana namna hii. So kama mtu alikuwa amekuja kwangu na ako na nia ya kutaka kunikona, ninamuona kwanza hata kabla hajanena. Huwa ninamuenda mbele. You know, ninajua anataka kuniambia hii na hii na hii, na ni kunikoni anataka kunikoni. Ama wasoni ninamuona anataka kunikoni. Nami nina control hizo brain zake
na ile nguvu ambayo nimepewa na Mwenyezi Mungu. Na nikisema ile nguvu nimepewa na Mwenyezi Mungu, mawazo unaweza control. Unaweza control hii, control hii, control na hii ukiwa na Yesu Kristo. Mpaka unasikia mtu amekuja kwako na anataka kukuibia. Akikuja kwako anataka kukuibia, unamcontrol mawazo yake. Unamwangalia hivi, unaona wewe nia yako ni hii na hauwezi. Na sasa hiyo umemwangalia tu hivi na macho. Ana decision hana, anakuwa na ile wasiwasi mpaka hiyo kitu alikuwa anataka kufanya anaiondokea. Umepewa kiwango na Mwenyezi Mungu ya kucontrol mpaka the atmosphere. Umepewa kiwango na Mwenyezi Mungu ya kucontrol whatever it is within you. Hello? Ndio utaajiriwa na huyu mtu na ni mdozi kukushida. Na huelezai ati juu uko na hii control unaharibu mambo ya watu wengine. Hapana, una control. Kwa hivyo ukikuja kwangu na uko na nia mbaya, nikuone, nina kucontrol in the spirit. Na kucontrol ile ninatumia ni kupitia jina la Yesu Kristo na kupitia mamlaka ambayo amewekwa ndani yangu. You know, we have authority. Ukiangalia mtu kama Elisha alikuwa anafanya mambo ya miujiza, mambo ambayo ni makubwa. Kuja Elijah ndiye huyo mambo makubwa. Sasa hebu niwaulize, kama ile leso ama ni ile kanga ilikuwa na Elijah wa maandiko, wakati alikuwa amefuatwa na ndugu yake Elisha, amwambia sikuashi. Walipofika ili Elijah ashukuriwe na ale chariot ile ili aende mbinguni, maana alishukuriwa na hiyo kakitu kameandikwa na maandiko. Akiwa hatua kadhaa tu ameshukuriwa na hako kawagen, aliangalia nyuma akaona Elisha akiwa amemwangalia umeendaje. Alitoa ile, nafikiri hii niite nini, ni kama reso ama niite nini, kama scarf ile Elijah alikuwa amejifunga. Sijui alikuwa amejifunga kwa kichwa ama alikuwa amewekelea kwa mabega, sijui, ama alikuwa kwa kiuno, sijui. Alitoa hiyo na akarushia Elisha. Elijah aliporushia Elisha ile kitama ya nguo hiyo peke yake, ndio Elisha alienda naye. Na maana kuna mahali walikuwa wamevuka kwa mto, na huu mto mwenye kusababisha usimame alikuwa Elijah. Elisha hakufikiria atapita wapi akirudi, maana wako na mkubwa. Alimwambia nitakuwa na wewe the whole day. Sasa wakati wa kurudi, Elisha alipofika pale kwa ule mto, akashanganyikiwa, akashindwa, sasa nitaenda. Ikaona hawezi. Ile leso, ile ama ile scarf alikuwa amepewa. Sijui ilikuwa scarf ama ilikuwa nini. Ilikuwa ni kanga ya aina fulani. Aliitoa akaiwekelea juu ya maji na maji ikasimama. Ona vile Mwenyezi Mungu wako mkubwa. Kitambaa ambacho kilikuwa cha Elijah ndicho kimetumika na Elisha kuwekelea juu ya maji ili kuwe na njia. Kama Mwenyezi Mungu anatenda miujiza kupitia kitambaa, kupitia kanga, kupitia reso, kupitia ile ilikuwa na Elijah hiyo, je, anawezaje fanya kazi kubwa kupitia wewe mwanadamu? How do you see this? Usijione duni, usijione haufai, usijidharau. Na nikikwambia hivyo ninakwambia kwa sababu ninajua Mwenyezi Mungu ako nasi hapa duniani. In fact, kama unaweza funga macho vizuri hivi ukiwa ndani ya roho, Mungu akufungue macho akuonyeshe wale malaika wako duniani, utashangaa wengi sana. Na ujue ile kazi kubwa duniani Mwenyezi Mungu anafanya ni kuambia wanadamu waokoke. Hiyo ndio ile kazi kubwa. Hizi zingine alizifanya na siku 7 zikaisha. Lakini hii ya mwanadamu, kuambia mwanadamu wachana na dhambi zako, ukubali wokovu, umkubali Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio ile kazi muhimu inasababisha Mwenyezi Mungu atume malaika kutoka mbinguni kila siku. Wanakuja hapa duniani kila siku. Na kwa hawa hana usiku wala mchana. Sisi ndiye tuko na mchana na usiku. Mungu anatuma malaika. Edeni mtafute mtu ambaye amekaa vizuri tumbariki. Je, wewe umekaa vizuri ubarikiwe na Mungu? Brethren, na wewe ambaye umeokoka, ushailete uhai mmoja. Have you ever kulete soul moja kwa Kristo, kwa wakofu? Ushailete mtu moja. In fact, tukiwa wazuri sisi wa Kristo, tutoke nje na tuelezewe. Sade hiyo ingine ukikuja, kuja na mtu akuje aokoke.
na ufanye bidii apatikane mmoja. Tukikaa vizuri na tueneze injili sawa sawa, Mwenyezi Mungu atatupea mamlaka. Kama kitambaa yenyewe inawekelewa juu ya maji mpaka kunakuwa na njia, how then ikiwekwa ndani yangu na Mwenyezi Mungu nianze kuifanyisha kazi? Watu wetu, fanya practical kazi ambayo Mwenyezi Mungu amekupea. Practice practical the faith that you have in you. Fanya practical the authority that you have in you. Yeah? Practical. Unajua hii kitu ninasema haiendelei. Unajua hapo ndio mwisho. Haiwezi enda. Ujue tu Biblia inasema ile kitu mtafunga hapa duniani, mkiwa wawili watatu mfunge kitu fulani duniani, naye Mwenyezi Mungu akiwa juu mbinguni anaifunga. Na hapa ndio tukaanza kukosa kweta kitu tunaita Sabbath. Sabbath inakuwaga Saturday. Lakini kwa sababu ya watu wawili kukutana siku moja, wakakutana wakabadilisha, wakasema hii siku ya mwangaza tushikane tuwe ndio tutakuwa tunaabudu Mungu. Wawili watatu walishikana na wakaaminiana, wakabadilisha the whole world. Hii issue ya Sabbath kuwa Saturday, watu wakaiweka Sunday. Na mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna siku hii na hii na hii, maana kuna Monday mpaka Saturday tu ndio Mwenyezi Mungu alipumusika, akakosa kutengeneza kitu na akasema apumuzike. The issue here is, nilikuwa nataka kuletea hii. Kama kitambaa inawekelewa juu ya maji ikiwa ya Elisha inasimamisha maji, je, wewe ukikubali Mwenyezi Mungu atafanya makubwa na wewe aje? Unajua kutokuwa kwetu na imani ndio kuna tusababisha tukae maisha ingine, na kuwa na dhambi mingi kuna sababisha maisha ingine itupate. Na je, unajua maugonjwa ingine uko naye haitokani na shetani, inatokana na madhambi ambayo uko naye. Tumpende huyu Mungu haki, tusubmiti kwake, tukae waokovu, tuhashane na maisha ya dhambi. Kristo anatuhitaji yenyewe. Na maana Yerusalemu iko na kuna watu watakaa kule, wale ambao watatoka duniani wakiwa wameshinda. Je, wewe ni mmoja wao? Wengine wameona mambo miujiza za Mwenyezi Mungu na siongei, nimejionea. Sasa unakufa ukiwa haujafanyia Mungu kitu. Itakuwaje ukifika mbinguni ukiona wengine wakilipwa? Na ujue hii ndugu yangu, wewe ambaye ni prophet, wewe ambaye umeokoka na umekaa vizuri kwa wokovu, wakati wa ulezi wa watoto, sometimes Mwenyezi Mungu anakunyamazia. Juu hata kulea ni ministry. Kulea ni ministry. So ukisikia huko na mtoto na Mungu hakunenei, ngojea tu kidogo huyo mtoto aende miaka kadhaa. Maana Mwenyezi Mungu hatupei tu ati kwa sababu tu, ako na reason. Na ni wasihi wa Kristo, hubirini injili, washeni mchezo. Sio, kuna baraka. Nimeenda siku nyingine hapa town Nairobi, nikapata mama young mother ako na watoto wawili. Kamoja kanaenda kakiwa kameshikilia nguo, kakijana kadogo tu, na kagine mama ameweka nyuma, amefunga na leso vizuri. Lakini ile kitu inanisubua. Huyu mama huwa anahubiri injili street za Nairobi. Huyu mama ako na katoto kamoja ng'ong'o nyuma hapa kunaitwa kwa mgongo. Na ako na kengine kamemshika longi nguo, kanamshikaga nguo wakati anaenda akihubiri. Ndio anaenda, the Bible say anahubiri Kamukoji area hizo za Nyamakema. Sasa nimemuona huyo mama mara kadhaa, lakini saa zile nimepata akihubiri, nikimwangalia ninasikiaga machozi. Mpaka ninauliza, Mungu, imefika hii kiwango ya kwamba watu wamekataa kuhubiri injili mpaka unasababisha mama kama huyu oka na katoto kadogo amebeba kwa mgongo na kengine kameshikilia nguo hapa, kama kanakaa kushoka, kameshomeka na jua ya Nyamakema, huyu mama akihubiri. Sasa wahubiri na wale ambao mumeokoka, how do you see? Mwenyezi Mungu anatumia haka
anatumia huyu mtoto, huyu young mother, na katoto kadogo kamoja amebeba tuili. Anabeba kadogo na kengine kadogo kamejishikilia kwa rongi, kwa nguo yake. Sasa mpaka nikauliza Mungu, imefika hii kiwango ati umekosa watu wa kutuma haki Mwenyezi Mungu? Huyu ndiye anakusikia ana shida hapa kwa street akihubiri. Bana nikitoa pesa nimpe, huwa ananichallenge sana. Nikiona na huyu mama amelelea watoto wake street ya Nairobi. Na sio wao watoto ninaongea habari yake leo. Hawa watoto hawajafikisha miaka 6. Ni wadogo. Kamoja amebeba na kengine. Na mama na ni yule ana mwili kubwa. The Bible say anahubiri town. Na hayo unaniambia huko na kanisa iko na watu hapa imejaa. Na kazi yako tu ni kuhubiri Sunday. Kutoki ije kwenda kuendesha injili. Kazi yako ni Sunday tu. Hawa ni wazee wengine ambao wamekaa hapa kwa kanisa na masuti pale viti ya mbele na wamama warembo. Kazi yenu mkinyimwa wimbo moja tu ya kuiba kwa kwaya, mwasubuka sana, mwasema kanisa haikuwa mzuri. Ati yeti kuna watu wamejaa hapa nje ambao wanahitaji wokovu. Kama Mwenyezi Mungu anaamua kutumia young mother kama huyo na mpaka wa leo huyo msichana huwa anahubiri kwa street za Nairobi. Mwenyezi Mungu anaona huyu ndiye anafaa ahubiri. Unataka kuniambia Mwenyezi Mungu anafanya hiyo mambo tukiwa tumeokoka, tunapita huyo msichana akihubiri na watoto wadogo kidogo, na wewe unajionea na hakuna hatua unashukua, hakuna kitu unafanyia Mungu? Ufikirie Mwenyezi Mungu hata kuuliza hiyo swali. In fact atakuuliza ulinifanyia nini? Wewe ambaye unanisikiza, ni kitu gani umefanyia Mwenyezi Mungu kufika hapo tumefika? Ni kitu gani? Ona hili. Wao wahubiri wote mnaona wakubwa duniani. Wote hao mnaona. Somehow in life walikuwa street preachers. Mimi tunaongea na wewe namna hii. Ngojeni niwaambie, nilianza kuhubiri injili hapa Nairobi. Nilikuwa ninabeba horn speaker kama 4 na ninabeba amplifier na ka generator. Na juu sikuwa na gari, nilikuwa ninaweka kwa troli. Sasa ile kitu nilikuwa ninafanya, juu nilikuwa ninauza maua nikihubiri hapa Nairobi. Maua unauza mpaka saa 3 ya asubuhi. Nilikuwa ninakuja nyumbani, nachukua hizo mashini naenda kuhubiri. Na nilikuwa ninaweza kuhubiri mahali kama mahali 3 kwa siku. Nakuja kama mahali nimesimama, naweka generator na kisha nahubiri 30 minutes, nafunga, naingia gari naenda katao nyingine karibu. Nilikuwa ninahubiri sehemu tofauti kwa siku moja tofauti. Na sijui hii zero ilikuwa imenitoka wapi. Nimesubuka hii kina Kawangwale nikihubiri injili na mashini na troli. Halo, mpaka Mwenyezi Mungu siku moja akanibariki na kagari kidogo. Naye hiyo nilikuwa ninaiweka mashini za kuhubiri kila mahali nikienda. Usifikirie ati ninainuliwa na Mwenyezi Mungu, ati nilitoka tu kwa nyumba nikaenda kwa makidi, hakuna kitu nilikuwa ninafanya. Nimekuwa street preacher zaidi ya miaka 20 hapa Nairobi. Street preacher. Tuseme miaka 10 mizuri. Nimekuwa street preacher hapa Nairobi. Na hii street preacher ni gani? Ni ile unaenda kuhubiri mpaka ukiambia watu ambao unawahubiria wakupee pesa ya transport, hawezi wakakupatia juu wanaona wewe umaskini ulionao. Na sijui hii attitude sijui ilitoka wapi, na nyinyi mkiona mtu akihubiri mnafikiri tu ni pesa anataka. Sasa Mwenyezi Mungu akanikataza. Akaniambia anytime you go somewhere to preach the gospel, usije ukahubiri injili na uitishe pesa. Nilikuwa nakatazwa. Na nikalienda kuhubiri mahali alafu nielezee watu wanipee chai ama sadaka. Nilikuwa ninamaliza miezi 3 bila hiyo nguvu ya kuhubiri. Usifikirie nilitoka tu kwa makidi nikaingia kwa hii platform ati nikaanza kuhubiri. Ukafikiri tunaelewana na Mwenyezi Mungu ati kwa sababu nimekuja tu ati nimetoa ushuhuda ati juu nimetoa ushuhuda vefa imekuja kwangu. No, nilianza zamani. Hawa wahubiri unaona wakubwa hao unaona hapa wameendelea na ministry. Wakikuelezea mahali walitoka utashangaa. Na yeye unataka utumiwe na Mwenyezi Mungu. Unataka utumiwe na Mwenyezi Mungu? Sikatai. Maombi huna, worship huna, kujitolea huna. Kila kitu yako kidogo. There is no way you can move this world. Atueneze ijiri ambao iko na upako, alafu wewe ni mtu wa kulala. Sijaona.
Hata professional driver anabidi akae na gari muda mrefu. Professional driver anabidi akae na gari muda mrefu. There is no way utachukua license leo uiweke kwa nyumba alafu uendeshi gari baada ya miaka 10 tukuite professional driver juu uko na license. Hakuna. Professional driver ni yule ako na gari karibu kila siku. Professional driver ameendesha magari zaidi ya miaka 10. Sasa akikwambia mimi ni professional driver anaamini. Sasa wewe unataka kuniambia utumiwe na Mwenyezi Mungu, yeah? Na mpaka chakula haiwezi kalala kwa nyumba ukiwa hapo na unataka Mungu akutumie. Unajua ninacheka kwa sababu hii ni kitu nimejionea. Wewe unataka utumikie Mungu na chakula haiwezi baki kwa nyumba ukiwa hapo. Haya, masegenyo ndio haya. Grupu za WhatsApp ndio hiyo namba 1. Mitandaoni ndio wewe. There is no way utapendeza Mwenyezi Mungu ikiwa kazi yako ni kwa simu saa yote. Grupu hii tunakuaga naye, hii ni grupu yetu tulitengeneza. There is no way. Kazi yako tu ni hiyo. Simu saa yote. Hakuna Mungu atakuongelesha. Hakuna. Kazi yako ni uonekane uvae nguo mzuri, uonekane vile uko na gari mzuri hata ukienda kwa estate. Kila weekend unataka uende ushago maana uko na gari mpya watu wakuone. Hiyo pride hiyo, huonekani, Mungu hakuoni. Hata hawezi akakutumia. Na you know, faithfulness na being holy iko na Roho Mtakatifu. Na kukupea anaweza kukupea, lakini lazima ujinyime mambo mingi. Nikikwambia usivae miniskirt na wewe unataka kuvaa miniskirt na unataka kuhubiri, ni sawa, lakini ujue kama ni Mungu anasema tuvae vizuri, vaa vizuri. Kama ni Mungu anasema vaa vizuri. Kama anasema usikunywe pombe, usikunywe. Kama anasema usifanye umaraya, usifanye. Kama anasema usidanganye, usidanganye. Ukifanya mambo ambayo umekatazwa na Mwenyezi Mungu, sisi noye Mungu atakutumia. Halo? Ninaona mtu anaingia kwa duka unanunua vitu na unarudishiwa change ya pesa mingi. Unajifanya mzuri sana, hata kelenie, sio mimi, ni Asia amenipea. Anyway, God is good. God is good. Na kuna wakati nimeongea hapa juzi, nikasema ukiwa na maguo mingi kwa nyumba, patiana maguo ingine ziende. Peana. Zitoe upeane. Hata kama hutapeana karibu na mahali huko, agarau utabarikiwa na Mwenyezi Mungu. Uko na magari 4, magari 5, moja iko kwa nyumba. Si uangalie yule mhubiri ambaye ama mtu ambaye unajua, unajua na sio lazima awe mhubiri. Kuna mtu utaona ile bidii na kuaga naye, uone huyu nikimpea haka kagari atabarikiwa. Patiana. Chukua kagari moja upatiane na utabarikiwa. Nani juu watu wanasema hakuna, unaweza patiana gari, si ndio? Mimi nilikuwa na kagari kangu kwa kwanza nilipewa na Mungu. Nilimwambia ukinibariki na ingine nitanunua ingine Mungu, hii nitapeana. Wakati Mungu alinibariki na gari ingine, nilitaimu mhubiri ambaye alikuwa anahubiri mahali fulani town na mkokoteni. Nikamnenea, nikamuuliza, "Ungependa?" Kuja twende. Nikampatia gari na logbook na kila kitu. Jamaa akafurahi mpaka akalia. Akaniambia, "Nilikuwa nimeota usiku nimemwagiliwa mafuta ya anointing na mtu anakaa fulani na fulani kutoka kwa kichwa mpaka kwa miguu." Kuna kitu kingine utatoa ifungue milango. Brethren, kuna kitu utatoa ifungue milango. Na nikisema hivyo, ninajua maana yake hiyo ni nini. Kuna kitu utatoa milango yako ifunguke. Halo? Na juu nyinyi mnauliza maswali ikifika hapa ya kutoa, mbarikiwe na Mwenyezi Mungu. God bless you. Injili hii igari inaendelea. Na nyinyi ambao mnasimama na mimi katika hii injili, Mungu awabariki sana sana sana. Mungu awabariki. Nimeona mkono wa Mungu kupitia nyinyi. Maana niseme nini? God, I salute you all in Jesus name. Mbarikiwe sana. Yeyote ambaye ashaipanda katika hii platform niko na kuombea kibali ya Mwenyezi Mungu, ubarikiwe sana. Utokako na ukirudi, baraka za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu abariki kazi ya mikono yako katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu akubeautify maisha yako, abeautify maisha yako katika jina la Yesu.
Mwenyezi Mungu akushindanie katika matatizo ambayo unayapitia katika jina la Yesu. God bless you. Na mjue hii, brother, umeoa, umeolewa, mkikaa vizuri kwa Kristo, nyinyi ambayo mumeoana, Mwenyezi Mungu huwa anarekebisha hii miili yetu, analeta upendo ndani yetu, na analeta beauty kwa wanawake ambao tuko na wao, na analeta hiyo kitu tunaita handsome kwa wanaume ambao wako. Unaangalia mtu ambaye aliokoka na alikuwa na sura ingine hampendi, saa hii ukimuona nasema this is so and so. Kristo anabadilisha mpaka mwili ukiwa umekubali wokovu. Na huyu Kristo ni mzuri ambaye anatupea malaika kila siku wa kutulinda hapo 24 masaa, hatoki. Wakati umelala, malaika huyo. Wakati unatembea, malaika unapewa. Na hao malaika wanapewanwa na Kristo kwa huduma hizi, watuhudumie. Mungu awabariki na atendee miujiza. Na niwaelezee hii, msipende kila nyumba yako, kila mtu ambaye anakuja anaingia nyumba yako ovyo ovyo. Msipende hiyo. Kila mtu akikuja anaingia kwa nyumba yako ovyo ovyo. Kuwe na limit ya mahali wageni wanafika. You know, kwa sababu hili ni jambo lingine nimeliona. Unasikia mtu umembeba, kama tuseme mfano na hii gari niko naye. Kuna mtu mmoja nilikuwa ninauzia, nikimfungulia buti niuze, anaweka kabago fulani kwa vitu zangu hapo, zile anaona zimekaa hapo, anaagusha tu kabango hapo ndani. Sasa hii kabango nilitoa mara 2 mara 3, na in fact mara ya pili nisikusikia vizuri, na nikajaribu ni mtime nione kama ni yeye huwa anaweka. Nilimwambia, sikukosa kumwambia, maana anaweka kabango, na hiyo kabango ameweka ni kama imepelekwa kwa shetani, imetolewa sacrifice ya aina fulani, alafu ili akuje aniharibie. Sasa washeni kuruhusu watu tu, kila mtu anakuja anaingia kwa nyumba yako tu mahali anataka. In fact, hata mgeni akikuja, haufai kuruhusu mgeni unafukuza watoto wako kwa bed ati juu mgeni amekuja. Tadikia mgeni hapo chini alale. Watu wengine ambao tunaigiza kwa manyumba zetu, na wengine tumezaliwa na wao, wengine ni watu wetu, wengi si wazuri. Kwa hivyo nikisema washa kuruhusu kila mtu tu akujaye, akikuja tu unamuingiza kwa nyumba yako, sisemi ati juu sijui. Kuna hii juzi kuna mama, nikaingia kwa duka ya fulani ya mama fulani hapa tukweta Kayole. Huyu mama ako na hardware kubwa. Saturday moja nikapata kijana yake, nilikuwa na ragi, nilikuwa nazo mikebe, ilikuwa kitu mikebe kama 20 na huyu kijana akaniambia leta hiyo mikebe ninunulie mam, niweke stock. Na nikamuuzia, ilikuwa ni ragi ya Sadrin. Nikamuuzia haya mikebe kadhaa, wewe carton, karibu carton 6. Sasa ikatoanishwa ikapangwa kwa duka, mikebe 2 imewekewa na lita 4. Baada ya miezi 2, miezi 3, miezi 4, karibu miezi 5, huyu mama akawa ananigombanisha. Nikifika tu kwake kwa duka, alikuwa ananiambia, wewe pastor, wewe muuzaji si pastor, ulidanganya kijana yangu ukamuuzia. Ukamuuzia vitu ambazo haziendi. Nikashoka kusikia hiyo jambo. Kila tu nikipita kwake nauza, ananikumbusha tu mambo ya hiyo ragi. Sasa siku moja nikiwa tu nimejisikia kiroho, nikaamua niingie kwa hiyo duka. Nikaambia mama, hebu niende tu mahali hiyo mikebe iko. Alikuwa ameipanga kwa hivi, wewe bili. Well, nilipoingia mahali pale, nikaanza kuinua mkebe mmoja na mwingine. Nikiinua tu ninaibariki. Nikainua mkebe wa kwanza, nikaweka chini, nikawekelea hii ingine juu yake. Hivyo nilicreate space. Sasa hii mikebe nilikuwa nashukua nikiishika tu nikiombea, nikibariki zote. Sasa nilipoenda mkebe wa 4 umewekelewa, nilipoinua nikapata hapo katikati kulikuwa na shilingi 100. Hiyo so moja niliitoa nikaweka kwa mfuko, na sikushaganya na pesa zangu zingine. Nikaenda naye mpaka nyumbani.
na nika make sure nimeombea hizo mikebe zote, lakini kulikuwa na shilingi 100 katikati ya mikebe mbili, na ni ile laini ya nyuma, si ya mbele. Hii pesa nilivuja ile laana ambayo imesababisha hiyo pesa iweko hapo. Within some few weeks, kama wiki mbili hivi kutoka siku hiyo, kukakuja mtu kwa hiyo duka, alinunua hiyo rangi siku moja yote. Ni rangi ya Sandalin ndio nilikuwa ninataka. Alinunua hiyo mikebe yote ikaisha. Sasa baada ya wiki moja, wiki mbili, nikarudi pale nikapata yule mama akaniambia, najua rangi yako ilinunuliwa. Nikamwambia hisikia hii. Rangi haikuwa inakosa kwenda. Lakini wewe unaruhusu kila mtu ambaye anakuja anaingia kwa nyumba yako hovyo hovyo. Kwa nini? Wengine wanakuja wakiwa na nia mbaya. Hiyo rangi ilikuwa imewekwa 100, na nikamwambia ilikuwa imewekwa 100 katikati ya mikebe mbili nyuma hapo. Mama akashangaa, na nikamwambia washa kuruhusu watu waingie kwa kazi zako hovyo hovyo. Unapatana na mtu unasema anakupenda sana, anakuja mpaka ndani ya nyumba yako, anaweza ingia mpaka bedroom. Wacheni hiyo mambo. Wacha kuruhusu kila mtu aingie kwa nyumba yako. Usimruhusu kila mtu aingie kwa nyumba yako, na anaingia kila mahali anataka. Kama mambo ni sitting room, wacha iwe ni sitting room. Beyond that, usipende. Maana watu wengi ambao unawaona hapa, na unajua ile kitu huwa anafanya, kuna itagwa kuiba nyota. Unaweza kuwa nyota yako ninaiona, baraka zako ninaziona, na juu kai vizuri ninashinyakua. Watu wanafanya hivyo. Sasa wewe unaruhusu kila mtu, huyu mama ni best yangu, huyu mzee ni rafiki yangu. Unaruhusu kila mtu anaingia kwa nyumba yako hovyo hovyo. Hii gari niko naye saa hii. Kiti upande wangu wa left hapa. Mimi sibebagi mwanamke hapa. Siwezi beba mama. Hiyo ni kiti na ni ya bibi yangu. Nikipata nafasi niuseme nishukue mtu ati nione tu lazima nimbebe, ni huwa ninakataa. Na kama nishaibeba mmoja, wawili, watatu, with a very deep heart, nikiwa ninasikia tu si kitu mzuri ninafanya, kukalia kiti hii ya gari yangu mbele, hapo ni bibi yangu anafaa kukaa, na sio maringo. The thing is this, sio kila mtu ambaye ninaruhusu anaingia kwangu, maana watu wako na issues tofauti. So wakati wewe watu wanakuja kutembea kwako, unaruhusu watu waingie mpaka bedroom yako, hata kama ni your sister ama your brother. Now for sure maybe umeolewa huko na bwana, ama huko na mali yako, unakaa nyumba ni yako, wewe umekodisha. Washa kuruhusu kila mtu aingie kwa nyumba yako. Second, maandiko imekataza kuvaliana nguo. Kuvaliana. Ate mimi nakuomba jacket leo na wewe nipe trouser yako. Maandiko imekataa hiyo hali ya kuombana nguo. Na maandiko imekataa nguo yako, nguo ile wewe umebarikiwa na Mungu, irarukie kwa mwili. Ati uangalie shati kama hii nimevaa kwa koti hapa nyuma, unaona ikiwa imeraruka. Maandiko imekataza hiyo nguo isiraruke ikiwa ndani ya mwili yako, ama ukiwa unaivaa ukiwa umebarikiwa na Mungu. Hiyo ni maandiko. Sisemi ile kitu ati sijui uende ukagugu. Kuvaa nguo alafu unaomba mtu unavaa nguo yake, haijaruhusu. Mpaka hizi unaonaga vibeti sijui akina bagi. Haufai kuomba kitu ya mtu mwingine, maana hujui. Na nikisema usiruhusu mtu aingie kila mahali kwa nyumba yako, I know the reason why I'm saying this. Maana watu wengi siku hizi wameharibika. Na wale ambao hawakuwa wanaenda kwa waganga wananasa watu sana siku hizi. Kwa hivyo utaruhusu mtu kama huyo mama alikuwa ameruhusu kila mtu anakuja anaingia, akaweka 100 akaharibu hiyo. Sasa juu yeye hakuwa anajua, mimi ndio niliona 100. Unataka kuniambia anaharibiwa kazi kiwango gani na wale watu wanaingia? Usiruhusu tu mtu akuje kwa nyumba yako. You know, uko na kitu mzuri, unaomba na mtu anaenda anaitumia siku 2-3, akikurudishia inakaa siku 2-3 inaharibika. Jirase inaharibu mambo, inaharibu. Huyu mama haki na huyu bwana wake vile wanasikizana, anaongea maneno, inaanza kuleta shida kwako. Na hao mnaita marafiki, unaniambia huyo ni best yangu. Kwanza hao ndio wabaya. Hebu niulize, maana Daudi alimuua bwana ya huyu, aliua bwana yule mama alilala na yeye. Daudi
Si ni yeye alitengeneza huyo bwana apelekwe laini ya mbele ya vita, si ndio? Daudi alitumia nani ili huyo huyu mzee apelekwe laini ya mbele? Si mama, huyu mzee apelekwe laini mbele ya vita. Si ni yule askari alikuwa anasikizana na yeye mkubwa katika battalion? Hao watu rafiki ndiye mtakula na yeye, na huyo rafiki downfall yako ikitakikana atatumika huyo rafiki tu. Huyu unasemanga huyu ni besi yangu, siwezi fanya kitu kabla sijamwambia. I say that it says in English, the strongest man in the world, it says he who stand alone is the strongest person. Usishangae ati huna marafiki. It's okay, huna, ninakubali, huna. Lakini issue here, kama uko na Yesu huna hasara. Nikisema washeni kuruhusu watu kwa manyumba zenu, ninajua ninasema nini. Maana utaingia kwa nyumba yako upate kitu kingine uulize, na hii ililetwa na nani? Hakika ukijaribu kuiangalia unaona hii sio mimi nililete, na hiyo kitu ililetwa na mtu ambaye ni rafiki yako. Leo hii ukitaka kufanyiwa vibaya ama muwe na uadui na mtu hamuelewani kwa biashara, afikiri akuharibu ama akufanyie kitendo kibaya, anaanzia na mahali unaendaka rafiki. Mahali unakula rafiki yako ndio wata approach. Tufanyie huyu mtu tukupee 1,000,000. Tufanyie huyu hii tukupee 200. Tufanyie huyu tukupee 500. Hiyo tu. Kwa hivyo nikisema msiruhusu watu kwa manyumba yenu, washa iwe sitting room na wasiende beyond. Na usitake wakati watu wanakuja kutembea kwako, wewe unasukuma watoto nje, unaruhusu wageni wakuje walale kwa kitanda ya watoto wako. Hapana, mtadikie sitting room, alale hapo. Watoto vitanda ni ya watoto. Ndio unastukia mambo ingine mnapatana na yao. Na nikisema hivyo ninasema juu ninajua. Ukienda kwa lodging ambayo ishaikufia mtu, kuna baki majini huko na mashetani, maspirit. Huyu naye umekuja na yeye, ameingia kwa nyumba yako na haumjui vizuri, anaplant kitu kwako. Na unauliza, watoto wangu wameanza kuharibika nini? Na nikamtu tu kalikuja kanyemelea, kako na demon, kakaingia kwa kitanda wakiwa na mtoto wako. Maybe ni kakazi ni ama kasista ama hivyo. Ameingia akiwa na mapepo, amelala kitanda moja na mtoto wako. Si tunaona wanaharibio mpaka mashangazi. Paka gari unayoendesha si ya kubeba watu hofyo. Kama umepewa na Mungu ikiwa private, let it be private. Si kila saa gari yako ndio unapatiana inaenda huku, mara ni twendeni huku. Yani hata huangali juu umepewa tu gari na ni watu 7. Wewe usorus inaweza heda kila mahali. Kila mahali hii gari yako unataka unaipatiana. Kuna kazi hata kama mimi niwe dereva wa taxi, kuna kazi siwezi fanya. Halo, kwa nini nanena hii maneno yote? Maana marafiki zetu wamekuwa maadui. Marafiki ambao tunaamini wengi wamekuwa maadui. Na unajua lizo ni nini? Ni kumtumikia shetani tu. Kila mtu anataka haribu huyu mwingine. Nyakua hii, haribu huyu, fanya hii. Zote ambao wanaenda kwa shetani wanapewa hiyo kazi wakuja wafanye midini. Mungu awabariki, awapende na awatendee. Na tunapoongea na nyinyi, wakati ninaongea hii maneno yakikufikia kupitia hii YouTube, Kristo anakuanga hapa katikati. Anaenda akipiga mengine muhuri. Na Mungu awabariki. Baba, pokea sifa, pokea utukufu, mwana wa Mungu. Sifa na tukufu na shukurani ni kwako. Nasema asanti, hakuna mwingine kama wewe. Na ni katika jina la Yesu nimeomba hata na kuamini. God bless you. God bless you. I'm Evangelist Martin Dong. God bless you. God bless you. Shalom in Jesus' name.